Rais Samia Suluhu akatiza kampeni zake baada ya kupokea barua kali kutoka kwa Umoja wa Mataifa. Ujambo na karibu, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Leo tunazungumzia shinikizo jipya kutoka kwa Umoja wa Mataifa kwa serikali ya Tanzania kuhusu masuala ya haki za binadamu yanayomgusa moja kwa moja kiongozi wa upinzani Tundu Lissu na mwanaharakati Mpaluku Said Nyagali anayefahamika zaidi kwa jina la Mdude. Ofisi ya Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu wa Umoja wa Mataifa OHCR imewasilisha maswali mazito kwa serikali ya Tanzania ikitaka majibu ya haraka kuhusu tuhuma ya kiukwaji wa haki na ukosefu wa uwazi unaohusu watu wawili. Hatua hii imezua taharuki kubwa na mjadala wa kimataifa kuhusu hali ya demokrasia na utawala wa sheria nchini Tanzania. Kuhusu Mdude, Umoja wa Mataifa umeitaka serikali kueleza alipo, hali yake ya kiafya na hatua zozote za uchaguzi zilizoanzishwa kuhusu madai ya kutoweka kwake. Familia yake imekuwa ikisubiri taarifa kwa muda mrefu na sasa dunia inataka majibu. Umoja wa Mataifa umesema kuchelewa kwa taarifa rasmi kunazidisha hofu na kuibua maswali mapya kuhusu wajibikaji wa taasisi za dola. Maswali pia yameelekezwa kwa serikali kuhusu mwenendo mzima wa kesi ya Tundu Lissu. Umoja wa Mataifa unataka kujua msingi wa kisheria na kukamatwa na kuwekwa kwake kizuizini kwa muda mrefu, pamoja na kuhakikisha haki zake za msingi zinalindwa. Haki ya kupata mawasiliano na familia, usaidizi wa kisheria na mchakato wa wazi na kesi wa kesi ni mambo yanayosisitizwa na mashirika ya kimataifa. Shinikizo hili limezidi kuweka Tanzania katika uangalizi wa karibu wa dunia, hasa ikizingatiwa kwamba Lissu amekuwa mmoja wa wakosoaji wakuu wa serikali na sera zake. Umoja wa Mataifa unataka kuona viwango vya kimataifa vya haki za binadamu vikiheshimiwa bila kujali msimamo wa kisiasa wa mtu. Na kwa upande wa wafuasi wa Chadema na wanaharakati wa haki za binadamu, hatua ya Umoja wa Mataifa imetafsiriwa kama ushindi wa maoni ya umma na uthibitisho kwamba malalamiko yao yanasikika kimataifa. Wengi wanatarajia majibu ya serikali yatakuja na hatua madhubuti za kurejesha imani ya wananchi katika vyombo vya sheria. Hali inaongeza presha kubwa kwa serikali ya Tanzania, ambayo sasa inalazimika kutoa majibu yenye ushahidi na kuhakikisha kuwa haki na taratibu za kisheria zinaheshimiwa. Dunia inasubiri kuona kama serikali itachukua hatua za kurekebisha kasoro zilizotajwa au kama shinikizo za kumaliza za kimataifa zitaongezeka. Kwa sasa kesi ya Tundu Lissu na kisa cha kutoweka kwa Mdude vimeendelea kwa alama ya mapambano ya haki na demokrasia nchini. Hatua ya serikali zitakazofuata zitakuwa kipimo kikuu cha uelekeo wa haki za binadamu na uwajibikaji wa kitaifa. Mtazamaji wa Kenyascope, tutaendelea tu kukuletea taarifa sahihi na kina kuhusu kila hatua ya hadithi hii. Usisahau kujiunga nasi, kusubscribe na kuwasha kengele ya arifa ili usipitwe na matukio makubwa yanayofafanua mustakabali wa siasa na haki barani Afrika.